kuna hao wanaosimamia uchaguzi kwenye majimbo na kwenye kata na kwenye vijiji, nao wote ni watu wa CCM. Mkurugenzi, sheria inasema afisa mwandamizi wa halmashauri za serikali za mitaa ndiye atakayesimamia uchaguzi. Afisa mwandamizi ni mkurugenzi au bwana mipango au watu wengine wa halmashauri. Wote wanateuliwa na rais, na kwa hiyo ni wateule wa CCM. Chini yao kwenye kata wanaosimamia madiwani, watendaji wa kata, waratibu wa elimu wa kata na watu wa aina hiyo ni wateule wa mkurugenzi, na kwa hiyo wote ni ma-CCM wote. Ukienda chini kabisa kwenye kituo cha kupigia kura, unakutana na walimu, mabwana mifugo, mabwana nyuki, mabwana kilimo, wote ma-CCM. Tunaelewana? Kwa hiyo wakati wa uchaguzi, kuanzia chini, kuanzia juu kwa mwenyekiti wa tume mpaka chini kwa aliye kituoni, wote kazi yao ni moja, kuhakikisha CCM inashinda. Na ndio maana tangu 2015 hizi sifuri zimekuwa nyingi, kwa sababu wote waliambiwa na Magufuli, hakikisheni wapinzani hawapati kitu. Ama polisi hawa wakati wa uchaguzi, kile polisi anatembea na kibegi mgongoni. Vina nini hivyo vibegi? Vinakura feki. Wanafukuza mawakala wa Chadema, wanaondoa mawakala wetu. Wakishaondoa mawakala wetu, wanaingiza hivyo vibegi ndani, wanajaza masanduku ya kura kwa kura feki. Na mapolisi nao wamekuwa wa CCM. Usalama wa taifa wote ma-CCM. Wakuu wa wilaya wote ma-CCM. Watendaji, maafisa tarafa wote ma-CCM. Wakuu wa mikoa wote ma-CCM. Mfumo mzima ni mfumo wa ki-CCM. Ndio maana haiwezekani tena kwa kura za wananchi wa Iringa kuheshimika na kuheshimiwa, kwa sababu mfumo unahakikisha kwamba sisi tusiokuwa CCM hatupati kitu. Ndio maana ya hizi sifuri. Na hizi sifuri sio za Iringa mjini peke yake, ni za nchi nzima. Miaka 10 iliyopita, wananchi wa Iringa, sisi Chadema kwa Tanzania nzima tulikuwa na vijiji 1754 tulivyovishinda. Mwaka jana tumepata 97, havifiki hata 100. Tulikuwa na 1754, leo hatufikishi hata 100. Kwa watu wa mijini kama nyie wananchi wa Iringa mjini, ambao mnachagua wenye viti wa mitaa, miaka 10 iliyopita tulikuwa na wenye viti wa mitaa nchi nzima 980. Leo hii hawafiki hata 40. Ni 36. Ni 0.8%. Tulikuwa na karibu 26. Leo hatufikishi 1%, kwa sababu ya huu mfumo wa ki-CCM. Sasa ndugu zangu, nakumbukeni leo tuna mbunge mmoja. 2015
tulikuwa na wabunge 72. Leo ni mmoja wa dawa. Kwa hiyo nikiwaulizeni wananchi wa Iringa, hivi mnafikiri tukienda kwenye uchaguzi mwaka huu tutapata nini? Tutapata nini? Sasa tumechoka kweli mama, na kama tumechoka kweli, tupiganie mabadiliko. Tusikubali tena kusimamiwa chaguzi na mfumo huu wa CCM. Mnanielewa? Sasa nachotaka kusema ni nini ndugu zangu? Kwa sababu ya mfumo huu umepigiwa kelele miaka nenda rudi. Tumedai mabadiliko ya mfumo huu miaka nenda rudi. Mwaka 91 Chadema imeanzishwa 93, au sio? Mwaka 91 hata kabla Chadema haijaanzishwa, Rais Mwinyi aliunda tume ya rais ya kutushauri namna ya kwenda kwenye vyama vingi. Tume ya Jaji Mkuu Francis Nyalali. Ya wana CCM watupu, ni kweli. Ile tume ya Nyalali ikatoa ripoti mwaka 91, ikaishauri serikali ya Rais Mwinyi kwamba twende mfumo wa vyama vingi vya siasa. Hilo la kwanza. La pili, tume ya Nyalali ikasema ili mfumo wa vyama vingi vya siasa uwe na tija katika nchi yetu, tutengeneze katiba mpya kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka 95. La tatu, tume ya Nyalali ikasema mfumo wa uchaguzi uliopo ni mfumo wa CCM kama nilivyouelezea, tuubadilishe, tuwe na mfumo huru wa uchaguzi, tuwe na tume huru ya uchaguzi, sio tume ya rais na kwa hiyo tume ya mwenyekiti wa CCM. Hayo mawili, katiba mpya na tume huru ya uchaguzi, CCM imeyakataa tangu mwaka 91. Leo ni miaka 34 CCM wanakataa mabadiliko ya mfumo wa uchaguzi. Mwaka 98 Rais Mkapa, marehemu Rais Mkapa, akaunda tume nyingine, akamteua Jaji Robert Kisanga, akaambia tushauri tufanyeje masuala haya. Jaji Kisanga akasema tume huru ya uchaguzi. CCM ya Mkapa wakakataa. 2003 Mkapa akaunda tume nyingine tena, akamteua Judge Mark Bomani. Mark Bomani alikuwa mwanasheria mkuu wa kwanza Mwafrika wa nchi yetu. Tushauri tunafanyaje masuala ya uchaguzi. Judge Mark Bomani akasema tume huru ya uchaguzi. Mkapa na CCM yake wakakataa. Akaondoka Mkapa, akaja Kikwete, akatuundia tume ya Warioba, mnakumbuka. Na tume ya Warioba baada ya kufanya kazi ya kukusanya maoni ya wananchi miaka miwili, ikapendekeza pamoja na mambo mengine tume huru ya uchaguzi na mfumo huru wa uchaguzi. Kikwete na CCM yake nao wakakataa. Tukampata Magufuli akaanzisha vita ambayo matokeo yake ndio haya tunayoyaona leo. Magufuli akafa. Akaja mama.
Akaja mama, au sio? Akaja mama anasema 4R, au sio? Katika hizo R kuna moja ya reform. Ya nini? Ya reform. Akasema anataka kufanya reform. Akatuita kwenye mazungumzo sisi wa Chadema. Akaunda tume ya CCM, timu ya CCM kujadiliana na Chadema juu ya reform. Tukapeleka mapendekezo ya namna ya kubadilisha mfumo wa uchaguzi. Na mapendekezo tuliyoyapeleka tuliyachukua kwenye ripoti ya Nyalali ya mwaka 91, tuliyachukua kwenye taarifa ya Kisanga ya 98, tuliyachukua kwenye taarifa ya Mark Bomani ya 2003, tuliyachukua kwenye taarifa ya Warioba ya 2013. Hatukupeleka cha kwetu kipya. Tumepeleka yale ambayo yamependekezwa na tume zilizoteuliwa na marais hawa wa CCM. Tukazungumza mwaka mmoja. Tunajadiliana juu ya mabadiliko ya mfumo wa uchaguzi. Akatuongelesha mwaka mzima. Yeye mwenyekiti wa hiyo timu alikuwa Kinana, na upande wetu alikuwa mwenyekiti Mbowe. Mwaka mzima wanatuzungumza. Ikafika mahali tukawaambia wekeni kwenye maandishi. Mali bila daftari hupotea bila habari. Weka kwenye maandishi. Tulipowaambia weka kwenye maandishi, walilala mbele vibaya sana. Walilala mbele. Walitukatalia mapendekezo yetu yote. Sasa mtu anayetuambia kwamba kwa nini hamzungumzi, kwa nini msizungumze na mama, kwani hatujazungumza naye mwaka mzima? Mtu anayetuambia mbona, kwa nini msizungumze? Tangu mwaka 91 tunazungumza mambo haya. Tutazungumza mpaka lini? Tutazungumza mpaka lini, wananchi wa Iringa? Tutazungumza mpaka lini wakati wanachafua chaguzi? Ndio maana baada ya iliyotokea mwaka jana kwenye uchaguzi wa mitaa na vijiji, tukasema enough is enough. Tukasema sasa no reform, no election. Tunaelewana? Hasa ndugu zangu, ni mabadiliko gani ambayo tunayataka? Kwa sababu ni muhimu tukaelewa tunapigania nini. Ni mabadiliko gani tunayoyataka? Jambo la kwanza kabisa, tunataka mfumo huru wa uchaguzi. Maana yake tunataka tume isiyokuwa ya rais. Tunataka wasimamizi wa uchaguzi wa majimbo wasiokuwa wa rais na wasio wa CCM. Tunataka wasimamizi wa uchaguzi kwenye ngazi ya kata wasiokuwa wa rais na sio wa CCM. Tunataka watakaosimamia vituo wawe watu huru, sio watu wa CCM. Tunataka wasimamizi wa uchaguzi kuanzia juu mpaka chini wasiwe wa CCM. Hatupendi kupendelewa sisi. Hatutaki wapendelewe CCM. Hatukubali tena. Naelewana? Sasa watu wanafikiri haiwezekani kufanya uchaguzi usiosimamiwa na watu wa serikali.
Zambia kukoje? Malawi ikoje? Kenya ikoje? Afrika Kusini ikoje? Refa Electronics ni wauzaji wa vifaa vya umeme, mafriji pamoja na mafriza, ni wauzaji wa TV aina zote, saizi zote, ni wauzaji wa mashine za kupandia pamoja na mashine za kufuria, mashine za umeme pamoja na za sola aina zote. Pia ni mawakala wakuu wa vingamuzi aina zote. Karibuni sana Refa Electronics, tunapatikana mtaa wa Posta, jengo la CCM. Namba zetu za simu ni 0744 50 50 50. Karibuni sana.